Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo ni Sunday. I hope kila mtu iko sawa. Shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una breathe in and out na unafanya juhudi yako na familia yako iko salama. Shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bismillah. Acha niongee siasa kidogo. Si siasa. Acha niongee kitu hapo natoka kwa akili yangu. Nataka kuongea vitu kadhaa. Acha nianze na kwanza topic ambayo nataka kuongea hapa leo. Nataka kuongea uchafu wa oria kwa plot. Kama umekaa na oria kwa plot, oria yako ni msafi? Hii kitu nimeongea leo kwa sababu plot nakaa waliniudhi juzi jana, wanatupa mara, sijui mara ya mbuzi, sijui ni mara ya ngamia, sijui mara ya kondoo kwa stairs. Inanuka, sijui mtu ametoka na mara wapi. Ili inaitanga small interest, hiyo small whatever hizi ya tumbo. Hebu niambie, mtu anatupa mara hiyo kitu imeniuma sana. Inanuka mtu wangu kwa plot, tena umetupa kwa stairs. Hebu niambie, hiyo ni usafi au ni uchafu? Mtu anatupa mara kwa plot, inanuka na watu na wanapita hapo. Ni kama mtu alitupa usiku, sijui alitoka nao nyumbani, sijui alitoka nao wapi. Wala huwezi elewa. Kwa sababu mimi siona butchery hapa Nairobi nauza vitu za ndani za ng'ombe au vitu za ndani za ng'ombe nini mbuzi hapa Nairobi. Hilo small interest ya ng'ombe hizo ya ndani sijaona ikiuzwa hapa Nairobi. Hiyo ni kama mtu anatoka nao kwake home ushago. Alafu ametupa kwa stairs. Hebu niambie vile inanuka. Na mtu ametupa, pia anaishi hapo. Anapita hapo akienda China kirudi, akienda kununua vitu na anapita hiyo kitu hapo. Na dustbin iko. Wewe niambie, ule msomo unakaa na yeye kwa plot ni mchafu kama yetu? Kama ni chafu kama yetu, weka comment section hapo. Mimi nauliza tu. Sijasema wote. Hata kama ni wote sijui. Wewe nauliza ule wako unaishi na kwa plot ni chafu kama huu wetu? Hani stairs yetu sasa inanuka mtu wangu. Hapo sasa ingine inakuwa na makohozi nini? Sasa inanuka mtu wangu. Hiyo ni third floor wametupa hiyo mara. Alafu ikuja second floor hapa pia. Si mtu pia ametupa kitu kingine hapo nanuka. Stairs sasa inanuka kama punda amekufa. Au kama ng'ombe amekufa. Stairs sasa inanuka kama ng'ombe amekufa. Au punda amekufa. Au ngamia amekufa. Inanuka kama kitu amekufa. Hebu niambie wewe. Ule msomo unakaa na yeye kwa estate yako, kwa plot yako, kwa jirani yako. Je, ni mchafu kama huyu wetu? Ni chafu kama huyu yetu ambao amekuwa kwa stairs? Stairs yetu nanuka sasa hivi bwana. Na kiateka mwenyewe pia amejama, amesema kwa hizo vitu hivi kama dharau. Wamenizoea sana. Wamenizoea sana. Kwanza hii ya third floor hii ni nuka paka kabidi bwana, wifi atoe hapo bwana. Kwa sababu ya watoto. Niko na harufu na mimi sijui kama mimi niko na mimba, sijui siku niko na allergy mbaya mimi siku hizi. Yaani nisikia harufu kitu nime expire lazima nitapike. Ambao sio kwako. Sijui ni mzee, sijui ni nini, sijui ni tajiri, sijui ni maskini naongezeka. Kwa sababu siku hizi mimi niko na allergy mbaya sana. Yaani nisikia harufu ya kitu mbaya lazima nitapike. Hiyo ni umaskini au tajiri? Hiyo ni mzee au kijana? Hebu niambie. Sasa nikisikia harufu ya kitu expire, kitu nanuka lazima nitapika. Niambieni, ni umaskini utajiri? Ni uzee au ni kijana? Au ni kunona au ni kukonda? Sijielewi. Lakini mimi nauliza swali, hiyo uchafu ya Somalia, huo oria ambao tuko nao wametumiza bwana. Na hapo area kuna watoto wadogo, kuna watoto wa media, kuna watoto wakubwa. Mtu anatupa hizo vitu bwana. Utoke third floor unashika mapua, unatembea kidogo, ukifika second floor unashika tena. Umetoka kwa maiti ya juu unaenda kwa maiti nyingine tena, hapo ndo worst.
Kwanza ya second floor ndo sana nuka vibaya. Sielewi, hebu tusaidieni bana. Wewe pia oria yako ni chafu kama yangu? Oria yako pia anatupa makohozi kwa stress kama yangu? Hebu niambieni. Yetu ndio chafu kabisa.